Naam, karibu tena ndugu mtazamaji. Je, hii ni ishara ya kuogopa ukweli au kuna sababu ya maana au kuna jambo linalofichwa? Serikali ya Samia Suluhu sasa imewaacha wengi mdomo wazi kwa madai ya kuogopa suala hili la uchunguzi wa matukio ya Oktoba, uchunguzi unaoendelea wa mauaji na machafuko ya baada ya uchaguzi unaoendeshwa na tume aliyoichagua mwenyewe binafsi Samia Suluhu. Sasa wengi walitarajia matokeo ya uchunguzi muda huu, lakini sasa Samia Suluhu amewavunja wengi moyo na kuwapa wakosoaji maneno ya kuzungumza baada ya kuongeza tena muda wa mawiki kadhaa hadi tarehe 24 Aprili, ambayo sasa imezua ukosoaji mitandaoni na uvumi mwingi. Kama kawaida yetu, kabla tusonge mbele, niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi, basi niambie unanisikiliza ukiwa taifa gani, na kama upo humo katika taifa letu tukufu la Tanzania, basi niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mjadala mpya wa kisiasa umeibuka nchini Tanzania kufuatia uamuzi tata wa Samia Suluhu Hassan wa kuongeza kwa mara nyingine tena muda wa tume kuu ya uchunguzi itakayochunguza matukio ya vurugu, mauaji na machafuko katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Hatua hiyo ambayo inaipa tume hiyo muda wa siku 21 zaidi imezua hisia nyingi kote nchini na hasira kwa wakosoaji wa CCM, huku wananchi wengi au baadhi ya wananchi wakihoji iwapo ucheleweshaji huo unaonyesha tahadhari na umakini au kuashiria wasiwasi na jambo linalofichwa kwa kina kuhusu matokeo ya uchunguzi huo. Kwa vile matarajio yalikuwa yakiongezeka kwa ripoti hiyo iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu na Watanzania, nyongeza hiyo badala yake imezua kutokuwa na uhakika na uvumi kuenea. Tume hiyo iliyoundwa kuchunguza matukio ya machafuko, ghasia na mauaji yanayodaiwa kutokea wakati na baada ya uchaguzi na maandamano, awali ilitarajiwa kutoa matokeo yake mapema mwezi huu. Watanzania wengi walikuwa wakitarajia uwazi na uwajibikaji na majibu ya machafuko, hasa kutokana na hali nyeti ya matukio ya machafuko yanayoangaziwa yaliyopita mwaka jana. Hata hivyo, tangazo kwamba ripoti hiyo sasa itacheleweshwa hadi Aprili tarehe 24 mwaka huu 2026 limeacha sehemu kubwa ya watu wa Tanzania wakiwa wamechanganyikiwa na kuwa na hamu ya kupata majibu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizochapishwa kupitia chaneli za serikali mitandaoni, likiwemo gazeti la serikali la Habari Leo, nyongeza hiyo ilikubaliwa baada ya tume hiyo kuomba rasmi muda zaidi. Hoja iliyotolewa ilikazia utata wa uchunguzi na uhitaji wa kuchanganua kwa uangalifu uthibitisho unaoongezeka. Mamlaka zilionyesha kuwa muda wa ziada ungeruhusu ripoti ya mwisho ya kina na sahihi zaidi, badala ya hitimisho la haraka ambalo linaweza kupuuza maelezo muhimu. Tume hiyo iliyoanza kazi yake Novemba tarehe 20 mwaka wa 2025, awali ilikuwa imepewa muda wa siku 90 tu kukamilisha uchunguzi wake, lakini sasa imeweza kuongezewa muda na kuibua hasira na gumzo mitandaoni. Hata hivyo, wakati mchakato huo ukiendelea, ilionekana wazi kuwa wingi wa taarifa zilizokuwa zikiwasilishwa na wananchi na wadau ulikuwa mkubwa kuliko ilivyotarajiwa. Hii ilisababisha upanuzi wa awali na sasa wa pili unaosisitiza ukubwa na unyeti wa kazi inayohusika. Mojawapo ya mambo muhimu yaliyosababisha ucheleweshaji wa hivi punde ni kuendelea kutiririka kwa ushuhuda kutoka kwa raia kote nchini. Wakati uchunguzi ukiendelea, inasemekana watu wengi zaidi walijitokeza na akaunti, nyaraka na aina nyingine za ushahidi kuhusiana na matukio hayo ya mauaji na machafuko ya mwaka uliopita. Mbali na ushahidi wa mashahidi hao, tume hiyo pia inasemekana kufanya kazi na wataalam katika uchunguzi wa kitaalamu kuchunguza vipande vipya vya ushahidi. Tathmini hizi za kiufundi zinahitaji muda na usahihi, hasa wakati wa kushughulikia na nyenzo ambazo zinaweza kuathiri hitimisho la mwisho. Maafisa wamesisitiza kwamba kuhakikisha uaminifu wa matokeo ni kipaumbele cha juu, hata ikiwa ina maana ya kupanua muda zaidi. Maandalizi ya ripoti yenyewe ya mwisho pia yametajwa kwa sababu ya kuongezwa muda zaidi za kukusanya matokeo. Tume inatarajiwa kutoa hati ambayo inajumuisha uchambuzi wa kina, hitimisho na mapendekezo. Zaidi ya hayo, ripoti itahitaji kutafsiriwa katika lugha nyingi ili kuhakikisha ufikivu kwa wadau wa ndani na wa kimataifa. Safu hii ya ziada ya maandalizi imechangia uamuzi wa kuruhusu muda zaidi.
Licha ya maelezo hayo, mwitikio wa wananchi umekuwa mkanganyiko, huku wananchi wengi wakionyesha mashaka juu ya ucheleweshaji unaorudiwa. Majukwaa ya mitandao ya kijamii yamekuwa kitovu cha ukosoaji, huku baadhi ya watumiaji wakipendekeza kuwa upanuzi huo unaweza kuwa jaribio la kudhibiti au kuchelewesha kutolewa kwa matokeo nyeti. Wengine wamehoji iwapo tume hiyo iliyoteuliwa chini ya utawala wa sasa inaweza kufanya kazi kwa uhuru kamili. Wakati huo huo, kuna sauti zinazotaka uvumilivu na tahadhari, zikisisitiza kwamba umuhimu wa uchunguzi unazidi wa haraka wa matokeo ya haraka. Mitazamo hii inahoji kuwa ripoti ya kina na ya kuaminika ni muhimu kwa kushughulikia sababu kuu za machafuko na kuzuia matukio kama hayo katika siku zijazo. Kwa mtazamo huu, upanuzi hauonekani kama udhaifu, bali kama kujitolea kwa usahihi na haki. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameeleza kuwa hali hiyo inaiweka serikali katika nafasi nyeti, kwani ni lazima kusawazisha matarajio ya wananchi na hali halisi ya kufanya uchunguzi tata. Mtazamo wowote wa kuingiliwa au ukosefu wa uwazi unaweza kuwa na athari za muda mrefu kwa uaminifu wa umma. Kutokana na hali hiyo, ushughulikiaji wa mchakato huu unafuatiliwa kwa karibu ndani ya Tanzania na jumuiya ya kimataifa. Licha ya sababu hizi zote zilizoelezwa katika ripoti iliyotolewa na serikali, wananchi na wakosoaji na wanaharakati mitandaoni bado wanadai na kudhani ya kwamba kuna jambo ambalo linafichwa, sababu ambayo hii ndio imepelekea siku kuweza kuongezwa kabla ya matokeo ya uchunguzi huo wa Oktoba wa mauaji pamoja na machafuko kutolewa. Hili bado serikali ya Samia Suluhu na Samia Suluhu mwenyewe hajaweza kulijibu, na bado anatarajiwa kuliongelelea swala hili linaloibuliwa na wakosoaji wake. Matokeo ya Oktoba mwaka 2025 bado yanasalia kuwa mada nyeti sana na yenye kutisha kwa Watanzania wengi waliopoteza wapendwa wao, na pia inayogusa masuala ya demokrasia, uadilifu katika uchaguzi na udhabiti wa kitaifa. Kwa Watanzania wengi, tume hii inawakilisha fursa muhimu ya kufichua ukweli na kuwawajibisha waliohusika, na sasa endapo matukio yataweza kuahirishwa mara kwa mara, hili litaweza kuzidisha uvumi na gumzo mitandaoni na taarifa ambazo zisizo na udhibitisho kuzidi kuenea. Ucheleweshaji huo kwa hivyo umeongeza misimamo ya kihisia na kisiasa, huku watu wakiendelea kusubiri majibu kuhusu kile kilichotokea katika kipindi hicho cha misukosuko. Waangalizi pia wamebainisha kuwa matokeo ya tume yanaweza kuwa na jukumu kubwa katika kuunda michakato ya uchaguzi na mageuzi ya utawala ujao. Mapendekezo kutoka kwa ripoti yanaweza kuathiri mabadiliko ya sera yanayolenga kuimarisha taasisi na kuzuia vurugu. Athari hii inayoweza kujitokeza imeongeza zaidi umuhimu wa kuhakikisha kuwa uchunguzi unafanywa kikamilifu na bila upendeleo. Mtazamaji, hata hivyo, kadiri muda mpya wa makataa unavyokaribia, umakini unazidi kuangaziwa ikiwa tume itaweza kutimiza muda wake ulioongezwa na kutoa ripoti inayokidhi matarajio ya umma au itaahirishwa na kusukumwa mbele tena. Wiki zijazo zinaweza kuwa muhimu, kwani wafuasi na wakosoaji wa serikali wanangojea matokeo kwa matarajio makubwa. Uaminifu wa matokeo hayatategemea tu maudhui yao, bali pia jinsi yanavyowasilishwa kwa uwazi. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia. Bonyeza alama like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.